Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo, kwa ni Jumaa tarehe 10 Julai mwaka 2026. Na katika taarifa yetu leo tutakuletea taarifa mbalimbali kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maendeleo mapya katika mapambano dhidi ya Ebola na habari nyingine muhimu. Na endelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile nikikwamba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa ndugu unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jolonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Basi karibu tukupashe. Katika taarifa hii ya jioni ya leo Ijumaa tarehe 10 Julai mwaka 2026, tunaanza na hali ya usalama katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya makundi ya wazalendo na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mapigano yalianza majira saa 9 usiku kwa mkia leo katika maeneo karibu na Kasake, eneo ambalo limeelezwa kuwa ni lango muhimu linalounganisha kuelekea Ngungu na Rubaya. Taarifa zinaweza kuwa mapigano yamekuwa makali huku milio ya silaha nzito nyepesi ikisikika katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Kasake. Hali inaendelea kuongeza hofu miongoni mwa wakazi ambao wanaishi kwa wasiwasi kutokana na kuendelea kwa sintofahamu na kiusalama katika eneo hilo. Kasake ni eneo lenye umuhimu mkubwa kimkakati kutokana na nafasi yake ya kuunganisha maeneo kadhaa muhimu katika eneo la Masisi, ikiwemo Ngungu na Rubaya. Ndio maana kuibuka kwa mapigano katika eneo hilo kunazua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa hali ya mvutano na athari zake kwa raia. Baadhi ya wakazi wameeleza kuwa wameendelea kusikia milio ya risasi na wafanya wengi kuhusisha shughuli zao za kawaida kwa hofu ya usalama wao. Wakati hajafahamika mara moja kama kuna idadi ya watu walipoteza maisha, walijeruhiwa au uharibifu wa mali unaotokana kutokana na mapigano hayo. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na pande zinazohusika kuhusu hali ya halisi ya mapigano wala kuhusu udhibiti wa maeneo yanayozunguka Kasake. Wakati mapigano yakiendelea, wananchi na viongozi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa kuweka kwa juhudi za kumaliza mapigano na kuhakikisha usalama wa raia unalindwa. Hali katika maeneo ya Kasake, Ngungu na Rubaya endelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wakisubiri kujua hatua zinazofuata katika siku ambazo usalama wa eneo la Masisi unaendelea kuwa na changamoto. Katika mkoa wa Kivu Kusini, hali ya usalama inaendelea kufuatilia kwa karibu baada ya kuripotiwa kwa harakati za wanajeshi wa M23 katika eneo la Uvira, hasa katika maeneo ya nyanda za juu zinazounganisha Uvira, Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya eneo hilo, msafara mkuu wa wanajeshi unadaiwa kwa muungano wa waasi M23 umeonekana ukisogea kuelekea Kaziba kuelekea Minembwe katika eneo unalosimamiwa na Sheferia Bafuliru wilayani Uvira. Taarifa hizo zinaeleza kwa kundi hilo la wanajeshi nakadiriwa kuwa na nguvu ya takriban vikosi 4 vya kijeshi ambavyo vinaonekana vikisonga kwa miguu katika maeneo ya milimani ya Kivu Kusini. Vyanzo vinaeleza kwa msafara ulionekana jioni ya jana Alhamisi tarehe 9 Julai katika kijiji cha Rubuga eneo la Bafuliru kabla ya kuendelea kuelekea maeneo ya nyanda za juu za Fizi. Inadaiwa kuwa njia inayofuata ya kundi hilo inapita maeneo ya Lubunga, Bijombo, Mikenge, Minembwe hadi Puenzero. Leo natajwa kuwa na vyanzo hivyo ni kujiunga na vikosi vingine ambavyo tayari viko katika maeneo hayo, huku ukiwa na hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo karibu na mji wa Baraka pamoja na maeneo ya kati ya Fizi. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa baadhi ya vijana raia katika maeneo hayo wamelazimishwa kusaidia kubeba vifaa mbalimbali vya kijeshi na mahitaji ya kijeshi kuelekea maeneo ya Musongyo, Mikenge na Minembwe. Katika siku za hivi karibuni, hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi, Uvira na Mwenga inaendelea kuwa tete kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na wazalendo dhidi ya muungano wa waasi wa M23 pamoja na Twirwaneho. Tangu tarehe 1 Julai, mapigano yameongezeka katika maeneo hayo, huku jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likitangaza kwa
kuanzisha operesheni za kijeshi kwa lengo la kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo yanayodaiwa kuchukuliwa na waasi, hasa maeneo yanayozunguka Minembwe. Kwa sasa hali halisi katika maeneo bado haijaeleweka vizuri kutokana na ugumu wa kufikia maeneo ya milimani na ukosefu wa taarifa za uhakika kutoka kila upande. Wananchi katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mongwe wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakihofia uwezekano wa mapigano mapya na athari zake kwa maisha ya raia. Basi Kivu News Info tutazidi kutafuta taarifa kuhusu maendeleo ya usalama katika eneo hilo na tutaendelea kuwajulisha kadri taarifa mpya zitakavyokuwa zinapatikana. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya tukio jipya la mauaji kuripotiwa katika eneo la Kakungwe ulayani Uvira. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, usiku wa kuamkia leo Ijumaa tarehe 10 Julai, baba mmoja wa familia alipigwa risasi na kuona watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajatambulika. Tukio lilitokea usiku wa Alhamisi tarehe 9 Julai majira saa 2 usiku, ambako watu wenye silaha walifika katika eneo la Kakungwe na kuanza kufyatua risasi kabla ya kutoweka haraka katika mazingira yasiyojulikana. Kifo cha mwanamsho kimeacha huzuni kubwa kwa familia yake pamoja na wakazi wa eneo hilo ambao endelea kueleza wasiwasi wao kwa kutokana na kuongezeka kwa matukio ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya Uvira. Tukio linakuja wakati ambako maeneo ya Uvira na Baraka endelea kukumbwa na changamoto ya kiusalama katika wiki za hivi karibuni, huku wananchi wakitaka hatua zaidi za shule ili kulinda maisha ya raia na mali zao. Baadhi ya wakazi wanaeleza kuwa hofu imeongezeka miongoni mwa jamii kutokana na mashambulizi ya kushtukiza yanayofanywa na watu wenye silaha hasa nyakati za usiku. Kwa sasa uchunguzi umeanzishwa na mamlaka husika kwa lengo la kubaini waliohusika na mauaji hao pamoja na sababu za tukio hilo. Hadi sasa viongozi wa eneo hilo hawajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu hatua zinazochukuliwa dhidi ya wahusika. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuhakikisha wahusika wa vitendo hivyo wanapatikana na kufikishwa mbele ya sheria. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zimeendelea kuimarishwa huku matumaini mapya yakiongezeka baada ya wataalamu kutangaza maendeleo katika utafiti wa chanzo dhidi ya aina ya virusi wa Ebola aina ya Bundibugyo. Mkurugenzi mtendaji wa mpango wa usimamizi wa dharura afya la shirika la afya duniani OMS, Dr. Chikwe ametangaza kuwa chanzo 4 zinazofanyiwa majaribio kwa sasa zinaendelea kufanyiwa utafiti na zinaweza kupatikana kwa matumizi ndani ya kipindi cha takriban miezi 3 ikiwa matokeo yataendelea kuwa mazuri. Akizungumza siku ya jana Alhamisi tarehe 9 Julai mjini Bunia, makao makuu ya mkoa wa Ituri, afisa wa OMS alisema kuwa majaribio ya kisayansi yanaendelea kuwa kwa kasi nzuri kutokana na ushirikiano wa wataalamu wa mashirika mbalimbali ya kimataifa katika sekta ya afya. Dr. Chiko amesema kuwa majaribio ya chanzo hizo 4 yataendelea kwa njia inayotia moyo na kwamba endapo matokeo yatakizi matarajio ya wataalamu, dunia inaweza kupata chanzo hicho katika kipindi kifupi kijacho. Hata hivyo, wakati dunia inasubiri kukamilika kwa utafiti wa OMS, inaendelea kusisitiza kuwa hatua sasa za kujikinga dhidi ya Ebola zinapaswa kuendelea bila kupungua. Miongoni mwa hatua hizo ni kugundua wagonjwa mapema, kufuatilia watu wote wanakutana na wagonjwa pamoja na kisha mazishi yanafanyika kwa njia salama na yenye heshima ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa afisa huyo wa OMS, chanzo hicho ni mtumaini kubwa katika mapambano dhidi ya Ebola, huku juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zikiendelea kwa kutumia njia zilizo tayari, huku ushirikiano na uangalifu wa wananchi ukiwa ni jambo muhimu sana. Katika kipindi hiki, jamii zinaomba kuendelea kutoa taarifa mapema pale wanapoona dalili zinazoweza kuhusishwa na Ebola, kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya na kuepuka mila au tabia zinazoweza kuongeza hatari ya maambukizi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mamlaka za afya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi jumla ya visa 1759 vinavyothibitishwa vya Ebola tangu kuanza kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa huu. Kati ya visa hivyo watu 600 wamepoteza maisha, huku karibu watu 715 wakifanikiwa kupona. Kwa Ituri bado inaendelea kwa kitovu kikuu cha maambukizi ya ugonjwa huo. Wakati mapambano dhidi ya Ebola yakiendelea, mamlaka za afya pamoja na washirika wao wanatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa macho, kwani kugundua mapema na kuchukua hatua za haraka ni njia muhimu ya kuokoa maisha na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Jambo wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha kwa taarifa la habari. Kinshasa, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu alaani mapigano yanayoendelea Kivu Kusini. Bunya, viongozi wa ngazi wa msingi wapewa mafunzo ya kuelewesha wakaji kuhusu ugonjwa wa Ebola.
Kananga, UNICEF inatoa vyombo kwa ofisi ya serikali inayohusika na kuandikisha watoto. Haya na mengi kisha dakika chache. Tufunge ukarasa wetu na habari kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika jimbo wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yanayofanyika kati ya wasi wa M23 na jeshi la FARDC katika mitaa za Mwenga na Fizi yanaendelea kuzidisha mzozo wa kibinadamu. Volker Turk ametoa wito wa kusimamisha mara moja mapigano na kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka udongo ya Kongo. Tujelekeze huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Hali ya usalama na kibinadamu inaendelea kutia wasiwasi siku ya 4 hii katika vijiji vya Kalonge, Kalembe, Luhanga na maeneo ya jirani vilivyopo katika grupma ya Kisimba mtaa ya Walikale na Bashali Mkoto mtaa wa Masisi. Kwa mjibu wa duru vya eneo hilo, mapigano makali yalifanyika usiku kati ya AFC M23 na muungano ya magundi ya Wazalendo. Tubaki tujimboni Kivu Kaskazini, hasa mjini Beni. Wanajeshi 3 wa FARDC wamehukumiwa kila moja kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kumbaka mwanamke kwa pamoja. Hukumu hiyo ilitolewa baada ya vikao vya mahakama ya kijeshi vilivyofanyika siku 2 zilizopita katika kijiji cha Kimbulu mtani Lubero. Hatua hiyo ni sehemu ya mapambano ya kutokuwajibishwa au kutokutoa adhabu kwa wahusika na kuvunja haki za binadamu ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama. Huko Matadi, watu 17 wanaoshtakiwa kwa vitendo vya ugaidi walioneshwa siku ya pili kwa meya wa Matadi Dominique Nkodiambete baada ya operesheni kubwa iliyofanywa na vyombo vya usalama. Operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi ya kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika karta mingi ya mji. Viongozi wa eneo hilo zikishirikiana na polisi wa taifa la Kongo PNC, ANR, DGM na jeshi la FARDC zimeahidi kuendelea na operesheni hizo ili kuvunja gundi ya wale wanaosababisha vitendo vibaya na kuimarisha usalama wa wananchi. Mjini Bunya katika jimbo la Ituri, viongozi ya siasa kwa kila ngazi za msingi wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika mapambano ya ugonjwa wa Ebola. Walishiriki siku ya 3 mjini Bunya mafunzo yaliyoandaliwa na serikali ya jimbo la Ituri kwa ushirikiano na Afrika CDC. Lengo ni kuimarisha uwezo wa jamii ya kupambana na upotoshaji wa habari, taarifa za uongo na kutokuamini hatua za kukabiliana na Ebola. Martial Kizabiamungu anafasiria. Kwa viongozi wa Afrika CDC, kupambana na Ebola kunaanza na kumalizika ndani ya jamii. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuhamasisha zaidi ya mamlaka na karibu katika kuelimisha watu. Viongozi wa nyumba 10, viongozi wa mitaa, viongozi wa kata, meya na wakurugenzi wa maeneo wanaitwa kueneza ujumbe wa ukingo na kuhamasisha mabadiliko ya tabia zidi ya mlipuko wa Ebola. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Ituri alikumbusha kwamba mlipuko tena wa Ebola unatisha afya ya umma pamoja na utulivu wa kiuchumi na kijamii wa jimbo. Jemadari Gasongo aliwaamiza washiriki kuwa mabalozi wa kweli katika mapambano zidi ya ugonjwa wa Ebola katika jamii zao. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Na huko Kananga, watoto wengi katika eneo la afya la Mausika mtani Luiza katika jimbo la Kasai Central hawana vyeti vya kuzaliwa. Wazazi wa moja hawafuatilii kwa kupata vicheti ya watoto wao. Ili kuwahimiza, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limewapatia maofisa wa kuhimiza vizazi pikipiki na kinga ili kurahisisha kazi yao na kuwafikia wananchi. Lengo ni kuhakikisha watoto wanapata vyeti vya kuzaliwa vinavyothibitisha utambulisho wao na uhusiano wao wa kifamilia. Ripoti ya Jeremy Baraka. Sekta ya Maswika iko karibu na kilomita 200 kutoka mji mkuu wa jimbo hilo. Kufikia huko si rahisi kutokana na ubovu wa barabara. Mara nyingi maafisa kunako Etat Civil ya jimbo hilo walitembea kwa mguu umbali ili waweze kufikia vijiji hivyo. Katika eneo hilo wanawake wengi
wanalazimika kuweza kuzalia nyumbani kwao ama kunako vituo vya afya vinavyokuwa karibu nao, ila ambavyo havina huduma huo wa etat civil. Kutokana na hali hiyo, watoto wengi waliweza kukosa vyeti vya kuweza kuzaliwa ambavyo ni muhimu, kwani ndivyo vinakuwa vikihakikisha uhusiano wao na wazazi wao. Ila ili watoto hao waweze kupata bahati ya kuweza kujulikana na serikali ya Kongo, shirika la UNICEF kwa ushirikiano na idara ya jimbo la mambo ya ndani siku ya pili iliweza kuwapa watumishi wa etat civil pikipiki 10 na baskel ama kinga 13 kwa wale ambao wanakuwa wakitumikia katika sekta ya Lusenza, Lwachi na Kalonga. Lengo ni kuweza kuhakikisha kila mtoto anapata utambulisho wa kisheria tangu kuzaliwa kwake. Tuwajulishe kwamba vyombo hivyo vya usafiri vitaweza kusaidia kufikia vijiji vingi zaidi kwa kuweza kuandikisha watoto hao wengi ambao hawakukuwa na vitambulisho hivyo vya kuweza kuzaliwa kunako etat civil. Matadi, kujifunza lugha ya alama ili kuelewana vizuri na kuishi pamoja kwa amani. Hilo ndilo lengo la shule ya Esperance kwa viziwi mjini Matadi, ambapo sasa imefungua mafunzo yake kwa wananchi wote. Watu wenye ulemavu wa kusikia bado wanakabiliwa na changamoto nyingi za mawasiliano katika maisha ya kila siku. Ili kukabiliana na hali hiyo, shule hii ya Kikatoliki ambayo ndio pekee inayowahudumia watoto viziwi mjini Matadi inakusudia kujifunza lugha ya alama kwa watu wanaosikia na wale wasiosikia. Wananchi wamepokeaje mpango huo? Majibu katika ripoti ya Elize Kavira. Kuzungumza kwa kutumia mikono sio jambo la kawaida kwa kila mtu. Kwa mtu anayesikia, kujifunza lugha ya alama kunahitaji kabisa kujituma, muda na utulivu. Lakini huko Matadi, watu wengi zaidi wanaonesha nia ya kujifunza lugha hili ili waweze kuwasiliana vizuri na watu viziwi. Miongoni mwao ni Mama Christine Mangitukulu ambaye amesema anapenda mafunzo yanayotolewa katika kanisa la Fatima kupitia shughuli za shule ya watoto viziwi. Amesema tayari amejiandaa kushiriki katika kipindi kijacho cha mafunzo. Kwa upande wake, Mama Emily Mpasi anakumbusha kuwa ukosefu wa fedha unaweza kuwazuia watu wengi kufata mafunzo haya hata kama wana nia nzuri. Anaamini kwamba ikiwa washiriki wataunga mkono mpango huu, mafunzo yanaweza kutolewa kwa bure ili kila mtu aweze kushiriki. Naye mkurugenzi wa shule ya viziwi Baba Giscard Masemi anatoa wito kwa viongozi na mamlaka kuunga mkono mpango huu ili kurahisisha upatikanaji wa mafunzo na kukuza ujumuishaji wa kijamii kwa watu viziwi. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi. Mjini Kindu katika jimbo la Maniema, kwa kukomesha taarifa hilo la habari, wakati wa kipwa inaendelea kuonekana kwa kiasi kikubwa mji wa Kindu, makao makuu ya jimbo wa Maniema. Miongoni mwa hatari zake ni upungufu mkubwa wa mboga za majani katika masoko. Wauzaji wanasema ukiwa umeharibu sehemu kubwa ya mashamba wanakopata mazao yao. Mboga chache zilizobaki sasa zinauzwa kwa bei ya juu. Mafungo 3 ya sombe yanaweza kuuzwa hadi pesa 1500 za Kongo, wakati hapo umepita siku chache yaliuzwa kati ya pesa ya Kongo 1000 na 1500. Kutokana na kupanda kwa bei hizo, familia nyingi zinalazimika kubadili tabia ya malisho, jambo linaloweza kutokutimiza hitaji ya chakula ya watoto wao. Hali hiyo inaendelea kuwatia wasiwasi wakaaji wengi wa Kindu. Florence Kizalunga kwa maelezo zaidi. Aina mbalimbali za mboga za majani hasa mchicha na sombe zinazidi kuwa adimu katika masoko ya Kindu. Akina mama wa nyumbani wanaripoti kukabiliwa na mchakato mkubwa katika kulisha familia zao. Jean Asakamba ambaye tulikutana naye katika soko la RVA anasimulia hali hiyo. Mama yangu sikia tu, sombe leo fungo 5,000 francs. Mungu tu ndio atusaidie. Juu modele shi tuko na batoto njo tele. Atuye kama tutaishi ae. Kwa mjibu wa wafanyabiashara, kupanda huko kwa bei kunatokana moja kwa moja na kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Mama, kule kumashamba kwenye tuko naenda, sombe lisha kauka, ndio maana atupate tena. Njo sombe lisha panda bei. Kwa wakuu wa kaya, hali hii inazidi kuwa mzito kubeba. Mie kwangu inakuwa shida. Mimi ni
maçon nilikuwa nakula 10,000 francs par jour ya ration, mais leo hii 20,000 francs 30,000 francs kwa kukula inakuwa shida. Mjini Kindu, mulo wa ugali na sombe ambao hapo awali ulikuwa wa bei nafuu kwa kila mtu, sasa unageuka kuwa anasa kwa kaya nyingi. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Ni mwisho ya kipindi ya kwanza taarifa ya habari. Rosalie Zawadi anatutolea kipindi ya pili, mwaliko wa siku na mambo muhimu wa siku. Radio Kapi. Invité en Swahili. Jimboni Maniema, Dinakope, ofisi ya kitaifa inayohusika na kusimamia uandaaji wa malipo ya walimu, inatekeleza mageuzi ya kuweka kwa kiwango kimoja mishahara ya walimu. Ili kuelewa vyema mambo yatakavyoendeshwa, tunampokea leo mmoja wa viongozi wa ofisi hii katika jimbo la elimu la Maniema ya kwanza. Zefira Mayaka anazungumza na Florence Kizalunga. Bwana Zefire Mayaka, jambo. Jambo mama. Imeonekana ndani ya tauni ya Kindu walimu zaidi ya 1,000 wametoka kunako benki ya Tembe, mumewapeleka kwenye benki ya Rau Bank, na hiyo hali imeanza kunungunikisha wengine. Tunapenda kujua nini inaacha mfanye hivyo. Sisi tunafata mpango ya ngazi za juu. Huko juu kulikuwa mkutano kati ya wakuu wetu na wakuu wa finance, sababu ya kutafuta malipo ikuwe namna moja, na isionekane kama wamoja wanalipiwa kwa hii benki, wengine wanalipiwa kwa hii benki. Walitafuta kusema watu wote wakuwe fasi moja. Na wakati mnapendelea watu wote wakuwe fasi moja, eti haiwezi kuleta shida sana, kwani wakati benki moja imelipa walimu wote, haionekani kama hiyo benki itaweza kuwa na mafuriko ya watu. Hakuna shida sababu walibakia na ni wamoja tu wanatoka. Wamoja kidogo walitoka Kutembe, wanafata wenzao wanalipiwaka na Rau Bank, na wengine walibakia Kutembe na wengine walienda kutia ID. Hakuna shida kabisa ita. Sasa wamoja kati yao kwa siku ya leo wamekuwa wakilalamika kuona kwamba wamekuwa wamefanya masaa mingi, wanafika huko kwenye benki, wanapitisha wakati zao au wapate ile hata mshahara wao wa mwezi wa 6 hawajaipata. Wanakuwa wakishakia kwamba kuona hata mwezi wa 7 hawatapata mshahara yao. Sio hivyo, sababu unajua wakati wanafanya mabadiliko vile, kila mabadiliko inakuwaka na maneno kidogo kidogo, na ile kwenda ku banki ya mupya inakuwa sa vile wanakuwa wapya, inafaa wajijulishe kwa ile banki kwa kusema sasa banki yaanze kuwalipa kama kawaida. Sasa hiyo reform yenyewe umefanya ni kwa ajili tu ya walimu wa vile ya Kindu, na huko kunako matarafa, yani ni kusema kwamba wale wataendelea kulipiwa kama kawaida? Katika vile ya Kindu ni hapa mabenki nalipa kwa vile ya Kindu, lakini kule pembeni kwenye Caritas ilikuwa nalipa, ilisha kufanyika kule kunakuwa TID inakuwa nalipa, hakuna shida, na ni hapa tu hii mabadiliko kidogo na muda kidogo tu itamalizika. Eti unaweza kuambia wakaaji kujua kwamba hiyo benki ya TID ambapo walimu wa matarafa wamekuwa wamelipiwa nao imeendelea je? Kwani kunakuwa masiku tulisikia pia malalamiko ya walimu kusema kwamba wengine wanaacha mashule zao kunako makilomita mrefu na kufuatilia huko kwenye watakutanana hiyo benki kwa ajili ya kujiorozesha. Mama, kwanza nikwambie kusema hiyo bank haiko hapa, na walisikilizana na Dinakope kwa kuwasaidia kuidentifie walimu, na hiyo kazi imefanyika. Unajua balabala yote ikosaki Lukumba kidogo, na ile mashida kidogo kidogo tuko tunaifuatilia kusema walimu walipiwe bila shaka. Kwanza hiyo bank iko ya mzuri sana, inalipa kwa wakati nayofaa, na ndio maana malalamiko ya walimu ya pembeni kule haiko sawa vile ilikuwa wakati Caritas kunalipa. Yani umehakikishia walimu ambapo wamekuwa wamenungunika kwa ajili ya hiyo operation iko nafanyika hapa sasa hivi kwamba hiyo ni ya muda kidogo na mambo yao itakuwa mzuri, hawatapitia ile ambapo waliweza kuyaishi kwa siku ilizopita. Wawe watulivu kabisa, sababu kazi inaendaka ni polepole, na sisi sawa vile tunatayarisha malipo ya walimu tunafuatilia, na mara kwa mara tuko tunahusiana na waongozi wa mabenki kuhusu mwenendo ende mbio kusudi walimu pia walipiwe mbele ya wakati. Haitakuwa hata na shida lolote kuhusu hata kurudi kwa shule kama vile walimu waweze kuinuka na kulalamika. Hakutakuwa shida sababu wakuu wa benki wametupatia muda kidogo, muda wa juma mzima watafanya nguvu kusudi maneno yote malizike na walimu walipiwe mbele meme ya kufunguliwa masomo, shida itakuwa isha kumalizika. Na sababu ya ile tunaomba walimu
walimu wakuwe kimya, sisi tuko pale kwa ajili yao. Malalamiko yao ni malalamiko yetu, tunafuatilia kusudi maneno yote yende sawa sawa. Bwana Azefirin Mayaka, shukrani. Na mimi nakushukuru sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Toleo la 5 la kikombe cha Lipanda, tuzo ya siku ya uhuru, lilifanyika mwaka huu huko Beni. Mpango huu wa kiraia ambao ni wa kijamii na kitamaduni unalenga kukuza ubora, uadilifu na sifa ya kuwa Wakongomani. Watu mashuhuri na mashirika kadhaa zilipokea tuzo kwa michango yao katika maendeleo ya eneo hilo. Mark Marofimbo alituandalia ripoti hii. Katika hali hii ya heka kitamaduni, wanamuziki, wenye vichekesho, wasanii mbalimbali, viongozi, wasimamizi wa mashirika mbalimbali walishiriki kwa sherehe hii ili kutapa na kusifu kazi wanaochapa kwa ajili ya wakaaji. Kwa waliopewa tuzo, hii ni alama ya ukubali wa kazi wanaotenda ndani ya jamii kwa namna moja wala ingine. Hajiselemu Hiwa ni msimamizi wa Sofepadi mjini Beni. Sisi tunafurahi sana kuona ya kwamba watu wengine wanajua kazi ambayo tunafanya, na leo tuko hapa kupokea hiyo trofe kwa sababu tunakuwa reconnu comme organisation yenye inasaidia wamama na kuendelea kupiganisha haki zao, na hiyo ni kitu ambayo inatumotive kwa sababu tunaona kama watu wa nje pia wanaona kazi ambayo tunafanya na wanaifurahia, na ndio maana walituitisha hapa kusema mpokee hiyo zawadi, kuonyesha ya kwamba nyinyi mnaendelea kupigania haki za binadamu, kupigania haki ya wamama na muendelee kuipigania, na sisi tunasema tutaendelea kuipigania namna vile tunaendelea kuifanya kila siku. Hiyo inatuchochea zaidi na inachochea watu wengi ambao wanakuwa kwenye Sofepadi ndani ya Kongo, mji mbalimbali, province mbalimbali, na kwetu ni kusema tutaendelea kupiganisha hiyo kazi ambayo tunafanya. Tutaendelea pia kusaidia wamama namna vile tunaendelea kuwasaidia. Sifa kama na hii inabidi tangazwe tu, alisema Mwami Polo Mwela, leader Estache wa kutokea mtaani Feshi jimboni Kwango katika utawala wa Katambi. Batoto ya Goma, Semaville, inaniona Kisineli Komala, batoto ya Bukavu et partout les zones occupées, soyez rassurés que tôt ou tard tutarudia kwa mwingine avec ma gloire zote tunapata. Batoto ya Beni nasema shukrani kunikubali. Batoto ya Grand Nord, pas seulement Beni, Butembo, et puis tunaita communauté Ira. Sita sababu mwami benzangu balinipokea kwa mwingine, mwami Stuka, mwami Mukosasenge, mwami Atsuta Ibo, la preuve que niko mtoto wa Baira njoi. Niko nilizaliwa Kongole, nitakufa Kongole. Haitoshi, kipindi maalum ya vichekesho kilishindikiza sherehe hii, hapo ambapo msanii wa vichekesho Christian El Kabwe aliwavunja mbavu walikuwa na machekesho. Christian El Kabwe: normalement kama aina machi ya mazembe mimi sizobele yake kusema tukanasikilizana. Saa mimi kuya hapa wananyambia sema maire de la ville iko hapa, jambo wenu. Bon, sasa mimi nakuwa kusalimia maire de la ville, niko mtu mbaya. Kama mimi sina mtu mbaya munipige na mimi mikono nguvu sana. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 10 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kwa kuendelea kutupa imani yenu. Pia tunapenda kuwashukuru wenzetu wa Radio Okapi kwa ushirikiano wao katika kutupatia na kutushirikisha baadhi ya taarifa muhimu zaidi kwa ajili ya kuwafikishia habari zenye ubora wasikilizaji na watazamaji wetu wa Kivu News Info. Basi endeleeni kubaki nasi kupitia majukwaa yetu ya Kivu News Info kwa taarifa mpya na maendeleo mbalimbali yanaendelea nchini na duniani kote. Mimi ni Telo Jelonga nikiwatakia jioni njema, amani na salama popote pale mlipo, na asanteni sana na kutusikiliza vile vile na kuendelea kututizama. Basi bye na chao, kunaendelea kuahidi kama tukutane tena kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine. Bye bye na chao, mbaki salama na Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki.